Sasa hivi napenda niwasomee mapendekezo kuhusu taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM ya serikali 2025-2030, yani kuanzia mwezi Julai Disemba 2025. Ndugu mwenyekiti, kwa heshima kubwa, tafadhali naomba kuwasilisha hoja ya kupokea, kujadili na kutolea ushauri, maelekezo, maagizo, taarifa ya serikali ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025-2030 kwa kipindi cha kuanzia Julai 2025 hadi Disemba 2025. Kwa mujibu wa ibara ya 75 kipengele kidogo cha 3 na ibara ya 76 kipengele kidogo cha 4 ya katiba ya CCM toleo la Mei 2025, kikao hiki kinao wajibu wa jukumu la kutoa msukumo wa utekelezaji wa ilani na kusimamia utekelezaji wa siasa na maagizo ya chama kwa ujumla. Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya Shinyanga mjini, baada ya kupokea, kuijadili na kisha kutolea mapendekezo yake, hivyo basi naomba sasa umruhusu mkuu wa wilaya awasilishe taarifa hii ya serikali kama ilivyoandaliwa na ofisi, ikionyesha sekta kwa sekta. Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ilibaini na kuridhika kwamba miradi iliyotolewa fedha kutoka hazina ndio iliyotekelezwa sambamba na fedha za wafadhili, pia nguvu za wananchi. Kwa mujibu wa taarifa iliyowasilishwa, imeonyesha bajeti ya halmashauri katika utekelezaji wa maendeleo kwa mwaka 2025-2026 ilikuwa Tanzania shilingi bilioni 42,285,283 ambapo mapato ya ndani ni Tanzania shilingi bilioni 7.4, ruzuku ya uendeshaji wa ofisi Tanzania shilingi bilioni 2, miradi ya maendeleo ya ruzuku ya serikali kuu na wahisani Tanzania shilingi bilioni 9.2, na ruzuku ya mishahara ya wafanyakazi ni Tanzania shilingi bilioni 23.5. Hadi kufikia Disemba 2025, fedha zilizotumika ni Tanzania shilingi bilioni 17.8, sawa na asilimia 92 ya mapato yote. Kamati ya siasa baada ya ukaguzi wa miradi ni wazi kuwa miradi mingi iliyotekelezwa kati ya michache iliyobaki ni hatua kubwa, na hivyo tunahimiza kuchukua hatua za kutoa msukumo wa kukamilisha miradi yote iliyopangwa kupitia bajeti ya mwaka huu wa fedha. Hivyo kamati ya siasa wilaya inapendekeza yafuatayo: halmashauri kuu ianzishe mradi naomba nirudie. Halmashauri kuu isianzishe miradi mipya hali ya kuwa kuna miradi haijakamilika. Pili, serikali iongeze nguvu katika ukusanyaji wa mapato. Nikija sekta ya kilimo na mifugo. Serikali ishauriwe kuendelea kutoa elimu kwa wakulima na wafugaji juu ya namna bora ya kilimo na ufugaji wa kisasa wenye tija, ikiwa ni kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Mifugo na uvuvi. Sekta iendelee kuwahimiza na kuwaelekeza maafisa ugani wa kata wote wanaofanya kazi katika kata zao na kuwasaidia wananchi namna bora ya kupata na kinga za magonjwa ya mifugo yao. Serikali iendelee kulinda vikundi vya SACCOS za ufugaji na kupewa umuhimu wa kwanza kwa kununua, kuuza mifugo kwa ununuzi viwanda ili kulinda bei ya soko la ng'ombe, mbuzi na kondoo. Sekta ya miundombinu. Serikali ya wilaya ichukue hatua za kuhamasisha na kuwahimiza wananchi walio wengi kupata hati miliki za viwanja vyao. Utekelezaji wa hati chache kwa mwaka hauridhishi. Aidha, ipunguze urasimu katika kuwahudumia watu wanaohitaji hati na kuondoa malalamiko. Serikali iendelee kupima viwanja na kuwapatia waombaji pasipo urasimu na kulipa fidia ya viwanja vinavyodaiwa na kumaliza migogoro kero za viwanja katika manispaa yetu ya Shinyanga. Inapendekeza kuwa serikali ifuatilie na kuhakikisha wananchi wanapewa viwanja vyenye namba zilizo sahihi, kinyume na kuonyeshwa viwanja kisha kuelekeza namba itafuata baadaye. Serikali ihakikishe inachukua hatua za kulipa fidia za maeneo inayodaiwa. Katika zoezi la ugawaji wa viwanja, serikali iweke kipaumbele cha kuwapatia viwanja wananchi wanaodaiwa viwanja. Serikali inashauriwa kuwashirikisha wananchi kupata gharama za upimaji wa viwanja katika maeneo wanayoishi ili kurahisisha
C. Sekta ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, maendeleo ya jamii. A. Inapendekeza serikali iagizwe kuongeza kasi ya kuhamasisha wananchi kujiunga na mfuko wa afya ya jamii ya bima za afya. B. Serikali ichukue hatua za kuhakikisha kuwa huduma ya dawa za wazee katika hospitali za wilaya zinatolewa bila usumbufu na iongeze kasi. C. Kutumia kauli zisizo na staha kuwakatisha tamaa wanavikundi wenye nia ya kuomba mikopo na urasimu wa usumbufu wa nenda na kurudi. D. Serikali iwe na usimamizi wa karibu kwa vikundi vilivyoundwa na kufuatilia urejeshaji wa mikopo iliyotolewa na kutoa ushauri pia kuhakikisha mikopo inarejeshwa. E. Serikali kuu ifuatilie na kuridhisha uhalali usahihi wa vikundi vilivyopata mikopo mwaka wa fedha 2025-2026. D. Sekta ya fedha na biashara, soko kuu la Shinyanga. Inapendekezwa serikali ipongezwe kwa kuongeza vyanzo vya mapato na kuweka kodi zinazoendana na soko la sasa hata hivyo ichukue hatua zaidi ili kuongeza mapato ya ndani na kujiimarisha. B. Serikali iendelee kutoa mafunzo kwa wajasiriamali na wafanyabiashara juu ya namna bora ya kuandaa bidhaa za nafaka na ufungaji wake. C. Kamati ya siasa imebaini kibanda cha mfano kilichojengwa katika soko kuu hakifai kwani kina gharama kubwa, lakini pia wafanyabiashara wenyewe wamekataa kwani hakitoshelezi uhitaji. E. Sekta ya huduma za jamii. A. Elimu ya msingi. Moja. Serikali ielekezwe kusimamia kwa karibu zaidi changamoto zinazojitokeza mara kwa mara kwenye shule za msingi, mfano ujenzi wa vyoo vya madarasa na kadhalika. Pili. Serikali ipongezwe kwa kujenga miundombinu ya shule ya msingi Bugambelele, shule ya msingi Mwenge, shule ya msingi Kizumbi, shule ya msingi Mwanase iliyopo kata ya Kolandoto. Shule za sekondari. Serikali ionyeshe bayana hali ya ufaulu wa watoto waliojiunga na sekondari kwa kuainisha iwapo kuna ongezeko la ufaulu na vinginevyo ili kupima mafanikio tuliyofikia. Serikali ishughulikie upatikanaji wa walimu wa masomo ya sayansi ili kuondoa upungufu uliopo. Tatu. Serikali ya wilaya iwe karibu sana na ujenzi wa madarasa unaoendelea ili kujiridhisha na gharama halisi za ujenzi na ichukue hatua ya kuchunguza gharama za ujenzi wa madarasa na ofisi za walimu. F. Huduma za afya. Serikali ielekezwe kufuatilia ujenzi wa zahanati ya Mwanimba. B. Serikali ya wilaya ifuatilie na kushughulikia malalamiko ya kuwepo kauli zisizo za staha kwa baadhi ya wahudumu wa hospitali ya wilaya. G. Idara ya maji. A. Mradi wa huduma ya maji Kolandoto unaendelea vizuri. Kamati ya siasa wilaya na shauri iongeze kasi ili kukamilisha mradi huu. B. Serikali na shauri isimamie kwa karibu usambazaji wa huduma ya maji hususani kwa maeneo ya vijijini. H. Ujenzi wa barabara ya lami nguzo 8 hadi Mwaza. Kamati ya siasa haijaridhishwa na maendeleo ya mradi huu kwani iko nje ya muda uliopangwa. Wananchi wanapata shida, hivyo kamati ya siasa inaelekeza serikali isimamie kwa karibu mradi huu. B. Ujenzi wa stendi ya mkoa wa Shinyanga. Kamati ya siasa haijaridhishwa na maendeleo ya mradi huo kwani upo nje ya muda na usimamizi wake kwani yako malalamiko ya vibarua kutolipwa kwa wakati na kutokuzingatia taratibu zingine za uendeshaji wa miradi mikubwa kama hiyo. Hivyo kamati ya siasa inaelekeza serikali isimamie kwa karibu. Hitimisho. Kamati ya siasa inampongeza na kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea miradi mingi ya maendeleo na kuifanya wilaya yetu kuwa miongoni mwa wilaya zinazoendelea kwa kasi nchini. Pia tunawapongeza serikali ya mkoa na wilaya kwa usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo. Kipekee tunampongeza Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini, Mheshimiwa Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers.
zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.